Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA katika operesheni yake ya mwezi Machi 2026 imekamata kilogramu 1983 za dawa za kulevya. Akizungumza na waandishi wa habari hii leo Aprili 13, 2026, Kamishina Jenerali wa mamlaka hiyo Altesa James Limo amesema kilogramu 312.5 na lita 17,960 za kemikali bashirifu, vidonge 286 na chupa 1,001 za dawa tiba zenye asili za kulevya zilikamatwa. Zaidi huyu hapa Kamishina Jenerali wa mamlaka hiyo akifafanua zaidi. Ikiwa ni sehemu ya utaratibu wetu wa kupeana taarifa kuhusu masuala muhimu yanayogusa ustawi, usalama na maendeleo ya taifa letu, hususan katika suala la kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya. Katika kipindi cha mwezi Machi 2026, tumefanikiwa kukamata jumla ya kilogramu 1983.31 za dawa mbalimbali za kulevya, kemikali bashirifu, dawa tiba zenye asili ya kulevya na kuteketeza ekari 55.5 za mashamba ya bangi. Katika operesheni hizo jumla ya magari 9, pikipiki 12 na bajaji moja vilikamatwa, huku watuhumiwa 77 wakikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Uchunguzi wa takwimu hizi umebaini uwepo wa ongezeko la ukamataji wa dawa za kulevya aina ya mirungi katika maeneo mbalimbali nchini tofauti na miezi iliyopita. Kiasi cha mirungi kilichokamatwa mwezi Machi ni kilogramu 1267.12 sawa na 64% ya dawa zote zilizokamatwa mwezi huo. Hali hii inaonyesha mamlaka kujikita katika operesheni za dawa za kulevya za mashambani baada ya kufanikiwa kudhibiti mitandao ya dawa za kulevya za viwandani. Baadhi ya matukio ya ukamataji yaliyofanyika katika maeneo mbalimbali nchini ni kama ifuatavyo. Jijini Dar es Salaam, katika eneo la Tegeta Kibo, tulikamata kilogramu 101.2 za mirungi ikiwa ndani ya basi la abiria aina ya Yutong la kampuni ya Abudi lenye namba za usajili T 181 EMJ lililokuwa likifanya safari kati ya Mombasa, Kenya na Dar es Salaam, Tanzania. Mirungi hiyo ilikuwa imefichwa katika maeneo mbalimbali ya basi hilo ikiwemo ndani ya matundu ya mfumo wa hewa yani AC ili kukwepa kubainika. Watuhumiwa waliokamata katika tukio hilo ni Ramadhani Muhamedi mwenye umri wa miaka 32, dereva wa basi hilo na mkazi wa Tanga, Salma Sanga mwenye umri wa miaka 26, kondakta na mkazi wa Manzese jijini Dar es Salaam, Twahilu Saidi Athmani miaka 38, mkazi wa Tanga anayefanya kazi Mombasa, Kenya, Mohamed Omari Mikdadi miaka 37 na Ibrahim Mohamed 39 miaka, mfanyabiashara na mkazi wa Kariakoo jijini Dar es Salaam. Aidha, mkoani Pwani tulikamata mirungi yenye uzito wa kilogramu 419.09 ikiwa inasafirishwa kuelekea jijini Dar es Salaam. Mkoani Mwanza kwa kushirikiana na maafisa wa forodha tulikamata kilogramu 52 za mirungi katika kizuizi cha barabarani cha Magu pamoja na bandari ya Mwanza South iliyokuwa inasafirishwa kwa kutumia gari aina ya Fuso yenye namba za usajili T 296 APA. Dawa hizo zilikuwa zimefichwa katikati ya mizigo mingine ikiwemo mabelo ya nguo za mitumba. Katikati ya tukio hilo, Hassan Abdul Hassan mwenye umri wa miaka 37, mkazi wa Mahina Nyamagana, ambaye ni dereva wa gari hilo alikamatwa. Aidha, katika mtaa wa Nyaruhama, kata ya Usagara, wilaya ya Misungwi mkoani humo, tulikamata kilogramu 188.9 za mirungi zilizowahusisha watuhumiwa Crispin Shaw mwenye umri wa miaka 62 na mkewe Esther Pastori mwenye umri wa miaka 55. Dawa hizo zilibainika ndani ya nyumba na katika vyombo vya usafiri ambavyo ni gari aina ya Toyota Crown yenye namba za usajili T 742 EJL, Toyota Wish yenye namba za usajili T 854 DXB pamoja na bajaji yenye namba za usajili MC 261 EZV. Mkoani Tanga
tulikamata kilogramu 32.95 za mirungi ikiwa imefichwa ndani ya mfuko na kuchanganywa na maembe. Katika tukio hilo, Seifu Hassan Omari mwenye umri wa miaka 38 maarufu kwa jina la Haniwao, mkazi wa mtaa wa Taifa barabara ya 13, ambaye pia ni mjumbe wa serikali ya mitaa alikamatwa. Katika operesheni nyingine zilizofanyika mkoani humo, jumla ya kilogramu 164.01 za mirungi zilikamatwa katika matukio tofauti. Vile vile, mkoani Arusha katika kijiji cha Engikareti, wilaya ya Longido, tulikamata kilogramu 106.25 za mirungi ikiwa inasafirishwa kwa kutumia gari aina ya Toyota Wish yenye namba za usajili T 889 DPG. Katika tukio hilo, watuhumiwa Solomon Koholo mwenye umri wa miaka 38, diwani wa kata ya Kimokoa, pamoja na Lameki Kukuu mwenye umri wa miaka 38 walikamatwa. Katika mahojiano ya watuhumiwa hao waliokamatwa Tanga na mkoani Arusha, ilibainika kwamba wasafirishaji wa dawa za kulevya wameamua kutumia viongozi hao ili kuweza kusafirisha dawa hizo kirahisi wasiweze kukamatwa. Aidha, katika matukio mengine yaliyofanyika mkoani humo, jumla ya kilogramu 138.42 za dawa za kulevya aina ya mirungi zilikamatwa. Mkoani Kilimanjaro, katika eneo la Himo na Same, tulikamata kilogramu 68.3 za mirungi zikiwahusisha watuhumiwa wawili ambao ni Amini Elitwaza Mazua mwenye umri wa miaka 58 maarufu kwa jina la Mbaruku, mkazi wa Tae Same, na Wilbrad Fidelis Mchau mwenye umri wa miaka 50 mkazi wa Jiapanda Himo. Sambamba na kudhibiti mirungi, tulikamata pia aina nyingine ya dawa za kulevya katika maeneo mbalimbali nchini kama ifuatavyo. Jijini Dar es Salaam, kwenye hosteli ya wanafunzi iliyopo mtaa wa Nyasa, Kijitonyama, tulikamata pakiti 144 za bangi aina ya skanka. Katika tukio hilo, tunamshikilia Semvua Sangi mwenye umri wa miaka 31, msimamizi wa hosteli hiyo, ambaye dawa hizo zilipatikana ndani ya chumba chake katika hosteli hiyo. Pamoja na dawa hizo, mtuhumiwa alikutwa pia na kifaa anachokitumia kuchanganya bangi hizo na kuzichakata kabla ya kuzifunga kwenye paketi ndogo ndogo na kuzisambaza. Tukio hili linaashiria uwepo wa mienendo ya biashara ya dawa za kulevya katika maeneo yanayozunguka taasisi za elimu. Hivyo, tunatoa wito kwa jamii, hususan wamiliki na wasimamizi wa makazi ya wanafunzi, kushirikiana na vyombo vya dola kuhakikisha mazingira ya wanafunzi yanabaki salama bila kuwepo na dawa za kulevya. Aidha, mkoani Songwe katika eneo la Tunduma tulikamata kilogramu 8.2 za bangi aina ya skanka. Dawa hizo zilibainika zikiwa zinasafirishwa na mtuhumiwa Luitiko Uswege Kapambila mwenye umri wa miaka 39 kuelekea Mbeya mjini akiwa ndani ya lori aina ya FAO alilokuwa ameomba lifti kutoka Tunduma. Pamoja na operesheni nyingine zilizofanyika katika mikoa ya Morogoro, Dar es Salaam, Dodoma, Tabora, Mwanza, Mtwara, Mbeya, Ruvuma na Shinyanga zimefanikisha ukamataji wa kilogramu 662.505 za bangi na kilogramu 85.49 za skanka. Katika kuimarisha udhibiti wa kemikali bashirifu na kuzuia uchepushwaji wa dawa tiba zenye asili ya kulevya, mamlaka kwa kushirikiana na mamlaka nyingine za udhibiti tulifanya ukaguzi katika kampuni zinazojihusisha na kemikali bashirifu, maduka ya dawa tiba, kampuni za usafirishaji vifurushi pamoja na bandari kavu. Kutokana na ukaguzi huo, jumla ya kilogramu 3,012.5 na lita 17,960 za kemikali bashirifu zilizuiliwa kutokana na kukiuka taratibu mbalimbali za kisheria. Miongoni mwa kemikali hizo ni potassium permanganate, hydrochloric acid, acetone, sulfuric acid na acetone acid glacial. Kemikali hizi endapo zingechepushwa zingeweza kutumika katika mchakato wa kuzalisha dawa za kulevya. Aidha, kupitia ukaguzi huo,
vidonge 286 vya dawa tiba zenye asili ya kulevya vilikamatwa. Dawa hizo ni alprazolam, midazolam, clonazepam, fentanyl, zolpidem, codeine na dihydrocodeine, pamoja na dawa za sindano chupa 1001 za ketamine na tramadol. Kitaalam, dawa hizi zinajumuisha makundi ya benzodiazepine, dawa za kutuliza na kusababisha usingizi, pamoja na dawa zenye asili ya afyuni ambazo hutumika kutibu maumivu. Endapo matumizi ya dawa hizi hayatadhibitiwa ipasavyo, zinaweza kusababisha uraibu na utegemezi kwa mtumiaji sawa na dawa za kulevya. Kwa ujumla, operesheni za mwezi Machi 2026 zimeakisi dhamira thabiti ya serikali katika kukabiliana na tatizo la dawa za kulevya nchini. Pamoja na dhamira hiyo, mwenendo wa ukamataji unaonesha uwepo wa mitandao mipya ya usafirishaji wa dawa za kulevya, hususan mirungi, pamoja na kubadilishwa kwa mbinu za usafirishaji ili kukwepa kubainika. Hata hivyo, tumeendelea kubaini mbinu hizo na kuwakamata wahusika wote wanaojihusisha na dawa za kulevya. Kwa kuzingatia hilo, tutaendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama, taasisi nyingine za kudhibiti wadau na wananchi kwa ujumla ili kudhibiti mianya yote inayoweza kutumika na wahalifu wa dawa za kulevya. Pamoja na hayo, tunachukua hatua kali za kisheria kwa mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya bila kujali hadhi na nafasi yake katika jamii. Hii ni kutokana na kwamba baadhi ya wasafirishaji wa dawa za kulevya na wahalifu wao wanajaribu kutumia viongozi na watu wengine wenye umaarufu katika jamii kubeba dawa za kulevya, wakiamini kwamba wanapopita katika hizo barabara au katika usafirishaji huo wa dawa za kulevya wanaweza wakafanikiwa kuzifikisha wanakotaka kuzifikisha bila kukamatwa. Lakini tunatoa onyo kwa watu wote ambao wanatumika kwa namna moja ama nyingine kusafirisha dawa za kulevya kwamba tutaendelea kufanya operation na tutaendelea kuwakamata bila kujali hadhi zao na bila kujali umaarufu wao katika jamii, kwani sheria ni msumeno na inahakikisha kwamba sheria haiangalii anayefanya kosa ana hadhi gani katika jamii. Hivyo mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya itaendelea kufanya operation zote za mashambani, vijijini, kwenye maji pamoja na kwenye mipaka ili kuhakikisha kwamba dawa za kulevya nchini Tanzania zinaendelea kuisha kama ilivyofanikiwa katika dawa za viwandani. Asanteni sana.